Na kupoteza mtoto aliyekuwa mwaminifu nyumbani. Please, let me stop it. Nakuru, mji usio na usingizi, mji unaojua jinsi ya kuhifadhi siri zake. Kana tuongea naye Wednesday hatukumpata. Ile hatukumpata tukachukua ni normal cash, wengine walikuwa kazini. Kwa sababu wakienda kazi hawa tuendange na simu. Usiku wa tarehe 2 Aprili, kijana aliyekuwa mlinzi wa gereza anapiga hatua zake kwenye mwangaza wa mtaa. Jina lake Caroline Chesire. Yeye ni sio mkorobi, ni mtu mungwana. Hata kuta kwako ama mpatane utadimaya ugane. Mtu mwenye nidhamu, matumaini na aliyeaminika kwa sare aliyovaa ya polisi. Siku chache baadaye anapotea. Simu yake inasalia kimya. Kiti chake kazini kinabaki tupu. Familia yake inashikilia matumaini kwa hofu. Na mji unasita kwa sauti ya chini, ukijiuliza swali ambalo hakuna mtu anayetaka kulijibu. Je, Caroline yuko wapi? We just book absent for 7 days. After 7 days, that is where we will write a signal to the Commissioner General to inform that this person was to be on duty but has missed herself, absent herself for 7 days. Kisha pembezoni mwa mtaa wa Sibukia, mahali ambapo upepo haupiti, ukweli unaanza kuibuka. She's been a good member of staff who was reporting to work as was required. The death is as mysterious as it is. The police is carrying out investigations to unravel what happened. Mwili, mapambano, maisha yalichukuliwa kwa ukatili. Pale daktari ametengeneza, pale mashita pale ilikuwa ni pande ya mapua. Pale iko na shida, nakaa kama ilinyongwa. Alinyongwa ili kwanza, pili inaonekana alifungwa mdomo. Hii wakati wanakuwa mnyonga pia wanamzuia mapua asionge nene na asipumue. Wale waliomuua Caroline mara ya mwisho wanapata nafsi zao zikiwa chini ya mwangaza mkali wa vyumba vya uchunguzi DCI. Kila dua linavunjika, mlolongo wa matukio inabadilika ghafla, na kila jibu kuibua swali gumu zaidi. Hii ni jinai ya afisa mdogo aliyeangamia kwenye mwanga wake mwenyewe. Hadithi ya imani iliyovunjika, hadithi ya ishara zilizopuuziliwa, na hadithi ya uchunguzi wa haki ambao hauwezi kuzimika. Hii ni kesi ya Caroline Chesire, na usiku wa leo tutarudi mwanzo wake. Caroline Chesire, mlinzi wa gereza, aliajiriwa Machi mwaka wa 2018 akiwa na umri wa miaka 24. Kwa wenzake katika gereza la wanawake la Nakuru Women's Prison, alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na miongoni mwa wanachama wapya wenye ndoto za kutimiza katika sare za polisi. Kwa familia yake kule Kericho, alikuwa binti anayejenga maisha yake pole pole. Aprili 2019. Maisha ya Caroline hayakupimwa kwa miaka, bali kwa saa zake za mwisho. Tarehe 2 Aprili mwaka 2019, Jumanne usiku, Nakuru. Kwa wengi ilikuwa tu usiku mwingine, lakini kwa afisa huyu wa gereza lilikuwa ni pumzi yake ya pekee. Wakati wa kuchukua pumziko, kuondoka kwenye utaratibu wa kila siku na kuingia katika mwangaza wa jiji. Caroline Chesire alionekana akiwa hai kwa mara ya mwisho chini ya mwangaza huo wa klabu. Hakuwa miongoni mwa wageni wala vivuli vya giza kutoka mitaa mitakatifu. Aliwa na wanaume wawili aliowafahamu, wanaume waliokuwa waaminifu sawa na yeye kwa sare ile ile ya polisi. Mlinzi mkuu Joseph Kairu na mlinzi Raymond Kiprono. Ila ni nini kilichotokea kati yao usiku huo? Vichekesho vya mwanga ndani ya klabu. Hadithi za utani zikibadilishana kwa mziki na taa za rangi mle ndani. Hakuna aliyejua kwa hakika kitakachotokea. Lakini jambo moja ni dhahiri.
Alipotoka hapo ndani ya club, hakutembea peke yake. Aliondoka akiwa na wanaume aliowaamini. Wanaume waliokuwa na kiungo cha sare, kiungo cha wajibu na kanuni zisizosemwa zinazopaswa kulinda wanawake. Huu ndio wakati wa mwisho mtu yeyote kuona Caroline Chesire akiwa hai. Tarehe 3 Aprili, alfajiri ile inakumbukwa gereza la wanawake la Nakuru. Polisi wa zamu wanapofika, majina yanapokaguliwa, sauti zinajibu hadi jina moja kubakia kimya: Caroline. Simu yake ambayo kawaida ni kiunganishi cha kuwasiliana kati ya kazi na familia, sasa ikisalia kutoa tu sauti tulivu isiyo na uhai. Hofu ndogo inaanza kujengeka, ikikua, ikageuka baridi inayopita korido za gerezani. Mamia ya kilomita mbali, Kericho, baba yake anashikilia zamu hiyo. Ukimya wake ni mzito mno kushughulikia. Anapiga simu tena na tena, pasina kupokea majibu. Caroline hakuwa mtu wa kupotea hivi hivi. Hakuwa mtu wa kunyamaza bila kusema neno, wala hakuwa mtu wa kupotea bila sababu. Na katika ukimya huo, baba yake alitambua kile ambacho mzazi pekee anaweza kuelewa. Kuna jambo halikuwa sawa. Kulikuwa na kitu kibaya. Baya sana. Mara moja, aliondoka Kericho kabla ya mwanga wa alfajiri kuvunja upeo wa anga, akielekea Nakuru, akitafuta majibu ambayo ghafla dunia ilikuwa imeacha kumpa, akiongozwa na hofu ambayo mzazi pekee anaweza kuifahamu kweli. Michael Chesire alichukua hatua ambayo hakuna mzazi anaweza taka kuichukua maishani mwake. Aliripoti rasmi kupotea kwa mtoto wake, na taratibu za polisi pole pole na kwa kutojiamini zikaanza kusogea. Mlinzi wa gereza alikuwa amepotea. Kutokuwepo kwake kulikuwa tukio ambalo hakuna mtu aliyeweza kueleza. Na maswali yaliyoibuka, kimya kwa tahadhari ya ofisi, yalihisika tupu mbele ya hofu ya baba yake. Kuta za bluu za sare ya polisi zilizokuwa zikikusudia kulinda, sasa zilionekana kama kizuizi kati yake na kujua ukweli. Uchunguzi ulianza pale ambapo daima hufanyika, kwa wale waliomuona Caroline hai mara ya mwisho. Joseph Kairu alikamatwa. Kwa mujibu wa ripoti za awali, alijisalimisha. Alieleza statement yake ya usiku huo. Walipoachana pale, akasema Caroline aliondoka akiwa na Raymond Kiprono. Statement yake ilikuwa rahisi sana. Shinikizo liliendelea kukua. Familia ya mwenzake Raymond Kiplimo walichukua uamuzi waliouona ni sahihi. Waliwasilisha kwa polisi kwa malalamiko au kudhibiti. Wanaume wote wawili sasa walikuwa chini ya uangalizi wa DCI, si kama watuhumiwa bali kama mashahidi, au labda kitu kingine zaidi. Michael anakumbuka subira yao kwa DCI kutokujua. Kwa kunukuu, walisema wanawauliza maswali, lakini walikuwa wanauliza nini? Walikuwa wanasema nini? Tulikuwa gizani, tulikuwa tukisubiri tu, tukitarajia simu ikituambia kwamba amepatikana hai. Kwa siku 8, familia ya Chesire waliishi katika aina ya pekee ya jehanamu. Kifo cha kutokujua. Binti yao, dada yao, yuko mahali fulani katika milima na mabonde ya Nakuru, ambapo mwili unaweza kufichika katikati ya macho ya wote. Lakini kwa wakati usio mrefu, dunia ingeanza kutoa siri yake. Kijiji cha Kithioro, kimya kilijiri, karibu kimya cha kimawazo, karibu kimya kitulivu. Lakini kufikia tarehe 10 Aprili mwaka 2019, wiki moja baada ya Caroline kupotea, utulivu huo ulivunjika. Mtoto aliyecheza karibu na msitu mnene aliona kitu ambacho hakikufaa pale. Si toi, si mnyama, jozi la viatu, vikiwa vimeachwa kwenye vumbi kwa namna isiyo ya kawaida, kana kwamba
viliwekwa haraka au labda kwa makusudi. Uchunguzi wa mtoto ulipelekea mbali kwenye korongo, katikati ya matawi na vivuli vya siri mbaya, umbo lililojitokeza: binadamu. Bila shaka binadamu. Ugunduzi huo ulikuwa wa kipekee, lakini haukufikirika. Macho yalisuka kwa hofu, mikono ikafunika mdomo, simu zikitetemeka huku zikipigwa kwa familia yake. Siku hiyo, si muda mrefu kabla ya taa za polisi nyekundu na bluu kupenyeza kijani kilichozunguka kilima, zikitoa hisia ya dharura kwa wote waliokuwa wakitazama. Walinzi walikaribia kwa tahadhari. Hapa hapakuwa na chumba, hapakuwa na barabara. Huu ulikuwa kilima kilichopinda, ambapo asili yenyewe ilikuwa imetumika kama kazi ya mkorogo wa kikatili, na hadithi juu ya mwili ilikuwa wazi. Hili si ajali, hili ni kitendo kilichopangwa, kitendo chenye ukatili na makusudi. Michael Chesire alifika akiwa na moyo ukidunda, huzuni ikimshikilia uso. Alilazimika kuiona, kuthibitisha ukweli, kuangalia mabaki ya binti yake na kusema, ndiyo, huyu ni yeye. Hii ni mwili ya Caroline wetu. Ripoti ya kupotea ilibadilika kuwa kisa cha mauaji. Mpelelezi mstaafu akizungumza kwa tafakari baadaye alisema, kwa kumnukuu, maeneo kama haya magumu, mbali, yanakuambia kila kitu. Muuaji alijua ardhi hii au alikuwa na muda wa kuitafiti. Hili lilikuwa ni makusudi, siri na yaliyopangwa. Hili si uhalifu wa ghafla. Hili lilikuwa ni utekelezaji wa mpango. Michael anakumbuka kwa mshtuko dakika hiyo, kwa kumnukuu, kumwona hivyo binti yangu ni maono yasiyokuwa yakiondoka. Nani alifanya hivi? Kwa nini? Alipitia nini? Tulihitaji majibu. Tulidai majibu ya kweli. Polisi walithibitisha hadharani. Mwili wa askari jela aliyefariki, Caroline Chesire, ulikuwa umepatikana. Watu wawili walihesabiwa kama washukiwa, wakiwa na usaidizi wa uchunguzi, lakini nyuma ya milango iliyofunga, lugha ilibadilika. Joseph Kairu na Raymond Kiplimo, polisi wenzake, afisa gereza waliokuwa waaminifu, sasa walikuwa watuhumiwa, wakiwa peke yao katika seli tofauti, kila mmoja akikabili upweke na uzito wa kesi hiyo. Maelezo yao yalichambuliwa, udanganyifu ndani yake ulichunguzwa, harakati zao kufuatiliwa. Shaka pekee haingetatua kesi hii. Majibu yangeibuka kutoka kwa ukimya, kutoka kwa ushahidi wa mwili wenyewe. Caroline Chesire alikuwa karibu kuzungumza, kutoka ukimya baridi wa mochari, kupitia alama za mikwaruzo, majeraha na mateso. Mtaalamu wa kisaikolojia wa forensic alialikwa. Mabega yake yangefasiri yale yasiyosemwa. Matokeo yake yangekuwa msingi wa kesi ambayo ingetaka ukweli. Ndani ya chumba kisichotamaniwa, hewa ilikuwa nzito kwa ukimya. Vifaa vilikuwa safi, vikiwa vimewekwa kwa mpangilio chini ya taa kali. Daktari Titus Mulungu, mtaalamu wa serikali, alitenda kwa utulivu wa makusudi. Kazi yake ni mazungumzo na wafu. Tarehe 12 Aprili mwaka 2019, mwili wa aliyezungumza naye alikuwa Caroline Chesire. Ripoti aliyoitengeneza haikuwa tu ya tiba, bali ni mashahidi, hoja thabiti. Matokeo yalikuwa sahihi, makali, yasiyopingika. Kifo kilitokana na kubanwa shingoni kwa nguvu, shinikizo la mikono lililozuia hewa, kuacha maisha yakikoma ghafla. Lakini maelezo ya kina yalizungumza hadithi tofauti. Kucharuka damu vilivyokuwa sehemu za uso, macho yaliyopamba, ngozi iliyobadilika, mabaki ya jeraha yaliyotokana na shinikizo, mikwaruzo kwenye kifua chake, mikono. Alijaribu kupigania usalama wake. Alipambana.
alimkabili mtu aliyemshambulia. Alishambulia, kukanyaga, kupigana, na katika mapambano hayo alisimulia hadithi yake. Mpelelezi mstaafu akitafakari baadaye alieleza majeraha ya kujilinda yalikuwa msingi. Yalionyesha shambulio lililo la karibu, la kibinafsi, la moja kwa moja. Mshambuliaji alikuwa karibu sana, akiangalia. Ushahidi ulionyesha mapambano sakafuni, katika nafasi iliyofungwa, labda nyuma ya gari, labda mahali hata kidogo zaidi. Hili lilikuwa mauaji ya karibu kabisa. Kisha ukweli mbaya zaidi ukaibuka. Ushahidi wa shambulio la kingono uliothibitishwa na familia na ripoti za wataalamu wa kisaikolojia ulibaini kuwa mauaji haya hayakuwa tu kuua, ilikuwa unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia, ikifuatiwa na unyanyasaji wa hali ya juu. Kwa familia ya Chesire, kila undani mpya ulikuwa ni jeraha jingine. Binti yao mwenye nguvu na furaha alikuwa amezimwa, kunyanyaswa, kuuawa na mtu ambaye huenda alikuwa anamjua. Hii ilikuwa maumivu yasiyoweza kufikirika. Wachunguzi wakiwa na ripoti ya uchunguzi wa mwili walianza kazi yao kwa haraka, kutoka shaka hadi kesi iliyoandaliwa kwa umakini. Mahali pa mwisho alipoonekana ilikuwa kwenye baa. Wenzake wa mwisho waliosalia naye walikuwa wenzake wawili wa jela. Sababu ya kifo: kunyongwa, ukatili wa mwili. Picha ilikuwa karibu kamili, lakini sababu ilibaki fumbo. Kwa nini afisa angegeuka dhidi ya wenzake? Katika chumba cha uchunguzi kilichofungwa, Joseph Kairu aliketi mbele ya mpelelezi. Penge ya taa moja ilitupa vivuli mezani, na picha ya mwili ya Caroline ikashushwa taratibu. Macho ya Kairu yaliruka kati ya kukana na mshtuko, lakini kwa utulivu na uthabiti mpelelezi alimuuliza, kwa kumnukuu, Joseph, ulikuwa wa mwisho kumwona. Hadithi yako inasema aliondoka na Raymond, lakini kuna pengo, masaa yasiyoelezeka. Tusaidie kuyajaza. Kuta za bluu za ukimya na uaminifu usiosemwa kati ya maafisa zilianza kupasuka. Kwa uzito wa ushahidi wa kisayansi ilibadilika kuwa ni mbio. Ni nani atakayelinganisha statement yake na sayansi haraka? Nani atayevunjika wa kwanza? Vichwa vya habari vipya vilifuata, vikipita kwenye skrini. Mlinzi wa gereza atawajibika kwa kumnyanyasa mwenzake. Mshukiwa wa pili alifungwa huku uchunguzi wa mauaji ukiimarika. Joseph Kairu alikuwa chini ya masharti ya kumnyanyasa. Raymond Kiplimo akakaa gerezani kwa ulinzi wa muda. Taswira ulijengeka kuzunguka wanaume wote wawili, lakini kujenga kesi ya mauaji bila mashahidi wa moja kwa moja ni kazi kubwa. Kila kipande cha ushahidi wa kisayansi, kila rekodi ya simu, kila harakati kilihitaji kuunganishwa katika simulizi. Swali lililokuwa kwenye akili za wote: nini kilitokea ndani ya gari usiku huo? Nadharia ya mashtaka ilitokeza. Usiku ulianza kwa urafiki, lakini ulimalizika na gari kuwa eneo la uhalifu. Pendekezo lililokataliwa: utofauti uliozidi kuwa na vurugu. Kichocheo hakikuzuilika kamwe, lakini mwisho ulikuwa umeandikwa kwenye mikwaruzo ya shingo ya Caroline na msitu wa upweke wa Sibukia. Wenzake, wale waliokuwa wanapaswa kumlinda, walitetemeka. Mmoja akizungumza miaka baadaye alisema kwa kumnukuu, ilitutisha sisi sote ndani ya nafsi zetu. Hatari kumbe haiko kila wakati nje, wakati mwingine iko karibu nawe. Uaminifu ulipotea. Kila mtu alianza kuangalia kila mmoja kwa jicho tofauti. Kifo cha Caroline Chesire hakikukatisha tu maisha yake,
kilivunja taaluma, kilichafua tamaduni ya polisi, heshima na uaminifu. Kuta za bluu za ukimya zilianza kupata nyufa, na kupitia nyufa hizo ukweli ukaanza kuonekana. Mwisho wa siku, jinai ya Caroline Chesire si tu hadithi ya maisha yaliyopotezwa, ni hadithi ya mifumo iliyomkosa, wenzake waliobaki kimya, na uchunguzi ambao hadi leo unaibua maswali zaidi ya majibu. Maafisa wawili, wanaume wa mwisho kumwona hai, walihojiwa. Matamko yao yalirekodiwa. Ushahidi wa matukio uliundwa. Lakini ukweli kamili wa kile kilichotokea usiku wa tarehe 2 hadi tarehe 3 Aprili bado haujasemwa mahakamani. Sio kikamilifu, sio hadharani, sio kwa uhakika wa kisheria. Familia ya Caroline waliweka binti yao kwa heshima, lakini sio kwa amani. Kilichobaki ni nyufa. Nyufa katika ushahidi, nyufa katika taratibu, nyufa zilizobaki na huduma iliyofungwa katika usiri. Ile huduma ambayo ilipaswa kulinda, lakini mara nyingi ilibaki ikificha ukweli. Baba yake Michael Chesire bado anarudi kwenye maswali yale yale. Maswali yanayorota korido la kila kesi isiyosuluhishwa. Nani alikuwa na hatia? Kwa nini walifanya hivyo? Na kwa nini ukweli ulidumu hadi muda mrefu kufichuka? Majibu, iwapo yapo, yamebaki kufichwa kati ya rekodi rasmi, mazungumzo yaliyojikwaa kwa sauti ndogo, na vivuli virefu vya usiku uliopotea. Na hivyo, kisa cha Caroline Chesire inakuwa kitu kikubwa zaidi ya janga moja. Inakuwa kioo kinachoonyesha mfumo ambao lazima ujibu kwa ukimya wake. Ni ukumbusho kwamba haki iliyochelewa si haki iliyokosekana, bali ni haki iliyosahaulika. Lakini sio hapa, sio kwa familia yake, sio kwa wale waliokataa kuruhusu jina lake lipotee, kwa sababu baadhi ya hadithi zinapaswa kusimuliwa, baadhi ya kesi zinapaswa kukumbukwa, na baadhi ya sauti kama ile ya Caroline hauwezi kuzamishwa gizani. Hapa ndipo uchunguzi wetu unavyokoma, lakini utafutaji wa ukweli unaendelea. Kwa Caroline, kwa familia yake, na kwa kila maisha yaliyochukuliwa na ukimya. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.